Nilipotoka naona naloa. Nikiangalia juu bati imeondoka. Na mtazamaji wa Faida Online TV. Ni kwenye mtaa wa Ligulates ambao unapatikana Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara kwenye kata ya Shangani, ambapo siku ya tarehe 16 mwezi wa 12 2025 mama huyu alisikia mshindo na kutoka nje na kuta tena pala nyumba hiyo halipo. Baada ya hapo alitoa taarifa kwa viongozi mbalimbali wa Manispaa ya Mtwara Mikindani na walikuja kumuitikia, lakini katika hao wengi waliokuja waliahidi kufanya chochote kwa ajili ya kuweza kumsaidia. Lakini mpaka ninavyozungumza nawe leo siku ya tarehe 27 mwezi wa 12 2025 kiongozi ambaye amesaidia kati ya hao ni mheshimiwa diwani wa kata hii ya Shangani, Mheshimiwa Mohamed Sinani, ambaye tayari toa kiasi kwa ajili ya kumsaidia mama kama chakula, lakini mama akajiongeza, akachukua hiyo fedha, akapata vibati kidogo na vimbao, akatengeneza chumba kimoja ambacho pia aliweka mpangaji ili kuweza kupata 200 ya kula. Faida Online TV, watu wa Field Pass na hiana, tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kufuatilia kile ambacho kimetokea, kwa sababu kwa sasa kile kinyesha mvua kwake ni changamoto, na tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kukumbushana wale ambao wameahidi waweze kusaidia chochote. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Ninaitwa Matilda Masumu. Ni mkazi wa Ligulates Mtwara. Sawa, tusimulie siku ambayo nyumba yako ilikuwa imezuka, ilikuwaje? Hiyo siku ilinyesha mvua. Kwenye saa 8 kasoro nikasikia mshindo wa kitu usiku. Nikawa najiuliza mshindo wa nini, nikatoka sebuleni. Nilipotoka naona naloa. Nikiangalia juu bati imeondoka. Kwa sasa pale nikaanza kuhangaika kutoa taarifa kwa kiongozi wangu wa mtaa, mwenyekiti wa mtaa, na yeye akawaambia baadhi ya watu wakaja kunisaidia kutoa vitu kupeleka uani. Kwa hiyo ikafanyika kazi ile mpaka alfajiri wakaondoka. Baada ya hapo wakaanza kuja viongozi sasa. Kiwepo diwani, waandishi wa habari na viongozi wengine mbalimbali, kwa kweli walifika wengi tu. Zimamoto usiku ule niliwaita TANESCO kusitisha umeme, wakaja mara moja wakasitisha. Okay. Sawa, katika hao viongozi ambao wamefanikiwa kuja, kuna ambaye alitoa ahadi pengine na ikatekelezwa? Kuna waliotoa ahadi hawajatekeleza, na kuna diwani yeye alitoa ahadi yake fedha akaniletea kwa ajili ya chakula. Sasa kuna mpangaji alikuwa anakaa nje uani, vitu vyake vinaloa, ikabidi ile pesa niongeze kwa ajili ya kumgongea kile chumba, vile vibati vilivyokuwa vimebakia nikamgongea kile chumba, akahamia kwenye kile chumba. Sawa, kutokana na nyumba yako kuzuiliwa kama hivi, unapitia changamoto gani? Mimi napitia changamoto kwa sababu natamani hata isinyeshe tena na mvua yenyewe, kwa sababu ikinyesha tu mimi ndio hivyo, na nina chumba kimoja tu ninachojibana. Najibana kile pale mpaka mvua iishe. Kwa hiyo ikinyesha tu ni maji ndani na kuhamisha vitu, na hiki unakiweka hapa, hiki unakiweka hapa mpaka hiyo mvua inyamaze. Diwani ambaye alikuwa ametoa msaada ni diwani wa kata hii ya Shangani? Ni diwani wa kata ya Shangani, Mohamed Sinani. Lakini wengine mpaka sasa hivi kimya? Wengine mpaka sasa hivi kimya. Huenda wako kwenye michakato, lakini mpaka sasa hivi kimya. Ila kwa vile ndio limenikuta, natamani liwe mara moja tu. Usijirudie tena. Sijirudie tena kwa sababu nateseka. Sawa, pengine wako wanaendelea kulifanyia kazi. Kuna kile kitu kinaitwa upembuzi yakinifu. Sijui lipo nalo kwenye kusaidia au nalo linabaki tu serikalini. Anyway, ukikutana nao hawa ambao wamesaidia, wameahidi kusaidia, unaweza kuambia nini? Mimi nitakachosema ni wanisaidie ili nifunike hapa, nipate kukaa vizuri, niendelee na maisha yangu. Pengine baba yangu, mume wako yuko wapi? Sina mume kwa kweli. Unamaanisha nini kusema hivyo? Sina. Ni aliondoka ama? Sikuwa naye tu, sikuwa naye tu kuolewa. Nilikuwa naye muda huo akaondoka, tukatafikiana basi. Sasa hivi uko mwenyewe? Niko mwenyewe tu. Na watoto? Nina watoto 3. Ambao hao wote kwa namna unavyowaona, hakuna ambaye ana uwezo wa kusaidia chochote? Hakuna anayeweza kusaidia chochote. Wala ndugu zangu
Tunatamani kuona unasaidiwa kwa haraka, na hasa hawa ambao wameahidi kama viongozi. Unajua ukitoa ahadi mbele ya waandishi wa habari na usipoitekeleza, lawama inakuja kwetu. Walikuja walipiga picha alafu kimya, unajua. Kwa hiyo tunatamani wakisaidia basi na sisi kazi yetu inakuwa imeonekana. Na nyinyi mnafurahi kwamba kazi yetu imefanya kazi kuliko kukinyamazika. Inaonekana wanapiga picha tu, na ndivyo inavyosemekana, wanapiga picha tu, hakuna lolote, hakuna watakachomsaidia. Lakini mwenyewe nimekaa na imani yangu, naona Mungu atatenda. Mimi pia naamini hivyo, atakuja siku moja. Tuendelee kuombea. Asante, na nawaombea. Nakushukuru na pole sana. Asante ndugu mtangazaji, kazi njema. Asante. Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni mama yetu huyo Matilda Masumu ambaye tumezungumza naye hapa, akielezea kuhusiana na changamoto ambayo anapitia kutokana na nyumba hii kuzuiliwa na mvua kubwa iliyonyesha, lakini pia upepo siku ya tarehe 16 mwezi wa 12 2025. Wameahidi viongozi kwamba watafanya chochote kwa ajili ya kuweza kumsaidia mama yetu huyo, angalau zipatikane bati kadhaa za kuweza kuwezeka hapa, kwa sababu anapitia changamoto, yuko peke yake, hana mume, watoto ambao nao pia sio wa kuwategemea kuweza kumsaidia. Kama tumeahidi basi tutekeleze, hatulaumu, lakini tunakumbusha wale ambao wameahidi basi waweze kusaidia. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati kutokea hapa kwenye mtaa huu wa Ligulates kwenye kata ya Shangani, Manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.